Tuanze kwa majina yako na cheo chako. Sawa, kwa majina naitwa Rehema Umali, ni mjumbe wa JMAT. Kwanza kabisa nipende kutoa pongezi kwa mwenyekiti wetu mpya Mheshimiwa Musa, lakini pia kulingana na speech ambayo ameitoa siku ya leo, sisi kama wajumbe tuko tayari kumsupport kwa namna moja ama nyingine, lakini pia wajumbe kuwa mabalozi wazuri wa JMAT. Ukizungumzia amani unaweza kuzungumzia kwa upana zaidi. Kwanza kabisa naomba niongelee JMAT, maana kuna watu wengine wanaweza kawa hawajui. JMAT kirefu chake ni Umoja wa Jumuiya ya Umoja wa Amani Tanzania, na amani ni muhimu. Sawa, kwa hiyo hiki chombo ni muhimu kuwepo kwenye jamii yetu na watu kukielewa. Umuhimu kwenye nchi yetu, yani kuwepo na amani ni muhimu, kwa sababu hatuwezi kuwa na maendeleo, hatuwezi kuwa na furaha, hatuwezi kufanya kazi bila amani. Kwa hiyo amani ni muhimu, yani amani ni muhimu kwa namna yote ile. Hiyo sisi tunatumia kwa kutoa elimu kwa baadhi ya watu, maana kuna watu mpaka sasa hivi hawajui JMAT ni nini. Kwa hiyo tunatoa elimu ya amani, tunatoa elimu ya chombo chetu. Mimi nitoe rai kwa jamii, kwanza watufuatilie kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia wajiunge. Zipo form, zipo kadi, wawe wana JMAT hai, watambulike katika mkoa wetu wa Mwanza. Amani ni muhimu. Kwanza tushirikiane bila kubaguzi, bila dini, mila. Takiwa tuwe pamoja kwenye swala zima la amani, ndio maendeleo tutayapata. Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu watazamaji, lakini pia waandishi wa habari, kwa majina naitwa Ahmad Yusuf. Mimi leo nimepata bahati ya kushiriki vikao hivi vya jumuiya hii ya JMAT nikiwa ni mgeni mwalikwa, lakini kwa hakika na kwa ufupi mkubwa sana nimejifunza mengi, hususan kushiriki leo kikao cha leo, sambamba na kupata taarifa za JMAT kwa muda mrefu. Lakini leo imenishawishi mno, kwa sababu kiongozi aliyekuwepo alifanya makubwa. Alipata bahati pia kushiriki vikao kadha wa kadha katika vikao vyake, lakini naweza kusema kwamba sikupata ukaribu mkubwa kuitambua JMAT kama vile ambavyo leo viongozi wamejaribu kuizungumza na kuiweka vizuri kwa kiwango ambacho nimetambua kwa nafasi kubwa sana. Ukweli usiopingika kwamba JMAT ni chombo muhimu sana katika jamii yetu ya Kitanzania. Acha Mwanza peke yake, bali kwa jamii ya Tanzania kwa ujumla wake. Mimi kama Mtanzania na mkazi wa Mwanza, tumekuwa tukifanya shughuli nyingi za kidini na harakati nyingi za kidini, lakini mwisho wa siku yako mafundisho mengi ya kidini yatufundisha kuwa na mahusiano ya karibu na jamii kwa ujumla. Hakuna mafundisho yanayotufundisha sisi kutengana na watu, haijalishi itikadi yake ya kidini au itikadi yake ya kichama kwa maana ya siasa. Lakini JMAT imekuwa ni chombo cha pekee ambacho nimeona kinakuja kwa kisi moja kwa moja mafundisho haya ya kidini, kuonesha kuleta jamii pamoja, na nikiamini jamii kishakuwa pamoja ndio sababu ya kupata amani iliyokuwa tulivu sana katika nchi. Ni mengi yametokea, tunayafahamu. Miezi michache juzi hapa katika uchaguzi tumeona na tumejifunza amani ni kitu gani, ladha ya amani ni nini, lakini pia kuondoka na amani tumeona madhara yake ni nini. Wako watu ifikia mahala wamejisaidia mahala pasipofaa kwa sababu ya nini? Ukosekanaji wa amani kwa masiku machache. Kwa leo nimejifunza kuona JMAT ni chombo muhimu kwa sababu kinatoka karibu na jamii zote. Nimeona masheikh wameshiriki, lakini pia maaskofu na viongozi mbalimbali, lakini pia watu kijamii na mambo ya kimila pia nimeona kushiriki. Hili kuonesha ndio sababu ya sisi kuwa na mapenzi ya kishamili, amani inastawi. Kwa hiyo waandishi wa habari, naomba kuthibitisha ya kwamba chombo hiki kinastahili kuungwa mkono, na kila yule ambaye atafikiwa na habari hizi za kuhusu JMAT asisite kuingia na kushiriki vikao hivi
lakini pia kuwa ni mwana JMAT, kwa maana awe ni mmoja wa balozi mzuri wa kuhamasisha amani katika nchi yetu na mengineyo kwa ujumla. Kitu gani jamii kifanye ili kuendeleza ustawi wa amani? Kikubwa kwanza ni mapenzi. Mapenzi yakithamini yakiwa makubwa katika jamii, ndio sababu ya ustawi wa amani kustawi zaidi. Tukianza ile tabia ya kutoana vikasoro ya kisiasa, kasoro za kiimani, kasoro za kimila, hii itatufanya jamii yetu iondoke na mapenzi na hatimaye kuingia katika uvunjifu wa amani. Kwa naamini hili tukishikana jino kwa jino itakuwa ni sababu ya sisi Tanzania yetu, nchi yetu kwa ujumla, amani kustawi na bila kuwa na mmomonyoko wa aina yoyote.